tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi. Tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi. Johari, mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini leo nimeona sura adimu kuonekana, msajili wa vyama vya siasa ndugu yangu Francis Mutungi yuko nasi leo hapa. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, Mheshimiwa Jaji Shaban Alilila, mwenyekiti wa Tume ya Rais ya Uchunguzi, wahusika wa ghasia za ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa 2025, makamishna wa tume na secretariat ya tume, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi wa dini, wawakilishi wa makundi mbalimbali ya wananchi mliopo nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ndugu wanahabari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Waheshimiwa, mniruhusu nami niungane na viongozi wa dini katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jaala yake ya uhai na siha njema iliyotuwezesha kutana leo hapa kwa ajili ya tukio hili muhimu la kuzindua tume hii ya wahusika katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi. Nawashukuru nyote mliohudhuria kwa namna ya kipekee. Nimshukuru mwenyekiti na makamishna wateule wa tume hii kwa kukubali uteuzi na dhamana hii nzito kwa maslahi mapana ya taifa na wananchi wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mtakumbuka kwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu nilipokea ripoti ya Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 iliongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na leo tuko naye hapa na namuona pia Jaji Ibrahim yuko naye pamoja. Wote walikuwa katika tume hiyo. Tume ile pamoja na masuala mengine ilipendekeza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini wahusika wa matukio hayo ili hatua mwafaka za uwajibikaji ziweze kuchukuliwa. Ni kwa msingi huo na kwa kuzingatia mamlaka niliyopewa chini ya sheria ya tume ya uchunguzi sura ya 32, niliunda tume hii itakayoongozwa na Mheshimiwa Shaban Alilila, ikiwa na jumla ya makamishna 6 ambao wawili kama ilivyotambulishwa wametoka, mmoja Uganda, Jaji Barishaki Shebrion, na mwingine ametoka Namibia, Justice Petros na Masebo. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Sasa tumeona tushirikishe wenzetu, mmoja kutoka Afrika Mashariki na mwingine kutoka nchi za SADC, na ndio hawa wawili, na nawashukuru sana maraisi, mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nadine Ndwaitwa wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Tunashukuru sana. Kipekee nawashukuru sana tume hii imepewa hadidu rejea zitakazoongoza katika kutekeleza majukumu yake na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria, na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa. Natambua uzito wa jukumu hili, lakini kwa kuanzia tume imepewa muda wa miezi 5
kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Sasa kama kutakuwa na ombi la kuongezwa muda, tutaangalia baadaye tuongeze muda ili wafanye kazi yao kwa upeo mpana. Na katika hili ni wasihi sana Watanzania wote kutoa ushirikiano unaohitajika na tume katika kutekeleza majukumu yao. Ni wasihi sana Watanzania tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue katika kufanya kazi zake. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mwisho ni washukuru tena mwenyekiti na makamishna wa tume kwa kukubali jukumu hili kubwa na zito. Najua ni jukumu kubwa na zito, na wenyewe wamelikubali kulibeba, na watakia utekelezaji mwema wa majukumu tuliowapa. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kwamba Tume ya Rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 sasa imezinduliwa rasmi. Namwomba Mwenyezi Mungu aibariki bara letu la Afrika, lakini Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania.